kubwa zaidi watu walikuwa wanasubiri surprise. Jambo gani la kuwatisha? Jambo ambalo walikuwa hawalitegemei ni Selemani Mwalimu. Selemani Mwalimu ni mnyama. Selemani Mwalimu msimu ujao, bwana wewe. Kwa mkopo au? Kwa mkopo tena. Selemani Mwalimu amewapa salamu wana Simba, amewaambia yeye yupo na muda huu unavyozungumza yupo kwenye chopa na tarehe 12 yupo uwanjani. Ni wazi kwamba mnyama alikuwa anamhitaji hivyo Selemani Mwalimu. Ni mchezaji ambaye lazima umhitaji kwa kila ambacho amekionyesha msimu uliopita, kwamba almost magoli yale 9 kwenye ligi. Mchezaji ambaye umeona ana uwezo pia wa kufunga. Na ukiangalia moja ya maeneo ambayo Simba ilikuwa changamoto pia ilikuwa ni hilo eneo. Na Mwalimu amejaribu kubadilisha mifumo mingi ili kuaccommodate hicho kitu, japokuwa mwisho wa siku kilimlipa, lakini haimaanishi kwamba Selemani Mwalimu hakuwa na mchango ambao ameifanya Simba paka ikaweza kufika hapo. Kwa sababu leo unaongelea kwa mfano hizo goli 9 ni mchango mkubwa sana kwa mchezaji yoyote, hususan kwa mshambuliaji wa kati. Na kiangalia kwa mtu kwa mfano kwa timu ya Simba, kwani kuna mchezaji kwenye Simba amefikisha goli 10 msimu uliopita? Yupo kwenye ligi? Hapana. Sasa kwa unaweza kaona ni yeye alikuwa ni top mmoja wa top scorers wa timu. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine tayari mchezaji ambaye unaona anahitajika kwenye timu, kwa sababu tayari umeona anaweza kukupa magoli, na ambacho ni kitu ambacho sio kirahisi. Kama una mchezaji ambaye anaweza kucheza dakika chache hizo akaweza kuzitumia hizo dakika chache vizuri kubadilisha kwa mabao, basi ni mchango ambao ni hadimu sana kuupata kwa mchezaji mwingine yoyote kirahisi. Kwa sababu kuna wachezaji wengine anaweza kucheza mechi hata 25 asikupe hata goli hata 8 au 7, lakini unaangalia kwa game time ambao Selemani Mwalimu alikuja kuwa anaipata mwishoni na aina numbers ambazo alizipata, unaweza kuona ni numbers ambazo ni nyingi. Japokuwa mtu mwingine anaweza kaja kanambia bwana Eben, mbona hizo goli zake aliziscore kwenye mechi chache? Yes, inawezekana, lakini ukiangalia mazingira pia kufunga hizo goli sio rahisi. Ndio maana hamna mtu amempita kwenye magoli msimu uliopita, japokuwa yeye sio mchezaji alicheza dakika nyingi kwenye kwa Simba msimu uliopita. Maana unaweza kaona kwa namna moja au nyingine ni mchezaji ambaye hata kwa ule wakati ambao amekuwa anaupata amekuwa anaweza kuutumia vizuri kwenda kudeliver mabao. Lakini pia unakuja kwenye factor nzima sasa ya washambuliaji labda wa ndani. Simba leo anatafuta mshambuliaji namba 9 wa kizawa. Ukiangalia sasa hivi sokoni mshambuliaji wa kizawa, mshambuliaji wa kati ni nadra kuona ambaye anaweza kumpita Selemani Mwalimu. Yaani naweza nikwambia unitajie majina hapo mawili ambao unahisi yani hawa ni clear ya Selemani Mwalimu. Unaweza usipate wachezaji wa kizawa unao? Wachezaji wa kizawa? Wanacheza nafasi striker, mshambuliaji wa kati. Kwa nini Manet pa anasema? Yupi? Peter. Yule ukimwangalia unasema anampita Mwalimu mazima? Yeye anampita mazima Mwalimu. Amesi kwa nimetaji. Ndio maana mimi namaanisha kwamba yani ile clear, yani kwamba level yake ni kubwa. Kwamba kuna mchezaji ambaye labda Simba leo anaweza kumchukua kizawa, yeye level yake ya ushambuliaji na Mwalimu ni kubwa tofauti. Kwa hiyo natambia kwamba kwenye wachezaji wa kizawa Selemani Mwalimu kwenye eneo hilo la level ya ushambuliaji ana pepo yake. Ni the best. Unaweza kusema ni bora au moja ya bora. Huwezi taja washambuliaji watatu wa kizawa usimweke Selemani Mwalimu sasa hivi kwa wanaocheza ligi ya ndani. Kwa hiyo pia inakufanya labda uamini kwamba ilikuwa ni haki yao Simba kupambana. Kwa sababu ni position ambayo ni ngumu kuilipress. Maana yake inawezekana leo kwa daraja la Selemani Mwalimu ingebidi Simba tena aenda kutafuta mshambuliaji mwingine labda nje, let's say, na kwa wachezaji ambao walikuwa wameshawasajili wa nje tayari position zilikuwa zimeshajaa. Maana yake labda Simba leo ingebidi aende kusajili mchezaji labda mwingine nje. Inawezekana kwa gharama ingekuwa ni kubwa zaidi kumsajili mchezaji ambaye ni gharama. Afu cha pili unaleta mchezaji pia ambaye inabidi awe na muda tayari wa kuexperience mazingira. Kwa hiyo utamleta mchezaji ambaye utasema tumpe muda ili aweze kukopa na mazingira ya timu ya ligi na mashindano kwa ujumla. Lakini kwa Simba hiyo ni swala ambao huwezi jiuliza, kwa sababu ni mchezaji ambaye umemleta msimu wa kwanza, amedeliver goli 9 na goli almost 10 mashindano yote 10 plus. Ni very good kwa mchezaji ambaye kwa umri wake na hapo alipoanzia. Kwa hiyo inaweza ikampa urahisi pia Mwalimu katika mazingira ya mashindano yanaendelea. Unaleta mchezaji ambaye huku huyu mshambuliaji wako umemleta, let's say unataka umpe muda, let's say mtu kama Dumbe, tayari una mtu ambaye tayari ana experience, ameshazoea mazingira, hahitaji tena ugeni wa mazingira. Kwa hiyo unaweza ukamtumia na ameshaonesha ni mchezaji ambaye anaweza kuperform vizuri kwenye mechi kubwa vizuri kabisa. Kwa hiyo sio mchezaji ambaye unakuwa na mashaka naye. Mashaka ya Selemani imekuwa ni consistency ya muda mrefu kwa sababu ya step ambayo amesha jump sasa
kutoka hizi timu za madaraja ya Fountain Gate kutoka huko kuja madaraja ya Simba, sijui unaenda Wydad huko, ni madaraja kidogo ya juu. Kwa hiyo ukienda kucheza huko kidogo matarajio kwako yanakuwa ni makubwa. Kwa hiyo ni step ambayo naamini yeye kwanza amejump, amefika stage ambayo ni juu. Nadhani sasa yuko kwenye level yake hiyo ya ukuaje kuendelea kuperform. Na ndio maana ukiangalia moja ya weakness ambayo anao ni hiyo consistency. Anaweza akafunga leo goli 2, akakaa almost mechi 6, mechi 7 ndio aje afunge goli nyingine. Kwa hiyo nadhani kwa mazingira ambayo amekuwa nayo, nadhani siku zinavozidi kwenda Simba kwa timu ambayo ninaiona kama akiendelea kupata hizo nafasi kwa game baadhi, nadhani ataendelea kuwa bora na bora zaidi. Ndio unaweza kuona ameenda timu kama Wydad huko. Sio bahati mbaya. Na kuna mtu pia anaungana na wewe, lakini namna ambavyo anaungana na wewe anaitwa Joseph Magesa kutoka Kiabakari mkoani Mara. Huyu jamaa swaga mimi nachekesha sana. Sasa hivi hapo kwa Selemani Mwalimu labda ni Mzize. Huyo ndo mzawa pekee bora. Baada ya hapo ndo anakuja Mwalimu. Yaani tofauti na hapo hakuna mwingine. Amenikumbusha kitu kizuri sana. Ndio maana nimekwambia yani hata kama Mzize yesi ni mzuri, lakini sio mbingu na ardhi. Yani kuna zile levels. Kwa mfano leo natolea mfano, kwa mfano labda nitolee mfano mfano tu mzuri wa mtu kama golikipa. Ndio. Diarra. Diarra ukiangalia na magolikipa ambao wanamfuatia yani hawa walio. Si unaona level mbili tofauti. Yani gap unaona kubwa kidogo. Ndio hiyo unasema kwa Selemani Mwalimu hata kama wapo ambao wanampita, sioni tofauti yao kubwa sana. Lakini hao pia wana Simba kuna muda amekuwa akimpopoa Selemani Mwalimu kwamba kuna kitu ambacho inabidi akiongeze kwenye namna yake ya uchezaji. Ndio maana nimekuambia moja ya changamoto ambayo amekuwa nao ni hiyo consistency. Hiyo consistency kwamba ni muendelezo, sio tu wa kufunga, hata aina ya uchezaji. Amekuwa kuna game unamuona yuko moto, anapambana, ata link up play vizuri. Games zinazofuatia unaona amerelax. Unaona ana waste a lot of chances, anakosa sana nafasi hizo za magoli, lakini pia anakuwa afiki kwenye maeneo kwa wakati husika. Ndio maana nimesema moja kitu ambacho nikiangalia kiufundi kwake kinamrudisha, kinamfanya akutane situations kama hizo, ninaamini ni ngazi ambayo tayari amepanda. Unajua kuna ngazi ukitoka na ukipanda matarajio yanakuwa tofauti. Ndio maana mara nyingi wanapenda sana kumwangalia mchezaji kwa engo hizo. Kwa sababu leo unatoka Fountain Gate, unafunga goli 10, 15. Performance hiyo ukienda kwa klabu kama Simba hapa nchini au Yanga au hata tulisema hata Azam, tayari vichwani vya watu na mashabiki hata waliokusajili, kama wanakupa nafasi moja kwa moja, wewe sio mchezaji wa rotation, matarajio yao ni kuona unafikia hata level ya kuperform hivyo kwenye hizo goals au kidogo unakaribia. Sasa kwa mchezaji ambaye hajazoea hiyo pressure aina hiyo ya kudeliver kwa mazingira ya kila siku, sometimes inaweza ikawa na hiyo changamoto ya kuwa na kusuasua kwa performance, kwa sababu haujazoea kukaa kwenye zile levels. Inawezekana wewe haustahili kuwepo kwenye hiyo level, au bado ndo kwanza unaenda kukua taratibu kwenye kufikia kwenye huo level ya hicho kiwango ambacho mimi nakiongelea hapo. Kwa hiyo nadhani mchezaji ambaye still bado ana nafasi ya kuendelea kujiboresha zaidi kwa kile ambacho tumekiona kwake. Ni mchezaji ambao kwa aina ya wachezaji ambao tunao hapa, nadhani anafaa kwenye kikosi kiupana. Siamini kama ni mshambuliaji ambaye Simba wanamtarajia kama ndo mshambuliaji wao tegemezi kwenda msimu unaokuja. Kwa maana unaweza kuona kuna mdadi Mwalimu alikuwa na audacity anacheza bila mshambuliaji na yeye akiwepo kwenye timu. Kwa hiyo what if msimu huu tena na yeye yupo pamoja na mshambuliaji aliyoko bado akawa anatokea nje. Kwa hiyo nadhani ni sababu nyingi ambazo zinaweza zikanifanya nione ni sajili ambao unaona ni nzuri kwa mazingira pia ya uzoefu, aishazoea mazingira, lakini kuna baadhi ya games unaweza kumtomea. Matarajio ya Simba msimu huu kwenye mashindano mengi ni tofauti na msimu uliopita. Ndio. Inawezekana msimu uliopita Simba alikuwa anataka kubeba makombe au kufika wapi, lakini bado unaona ndo alikuwa kwenye hiyo ngazi ya kufikia. Lakini msimu huu kidogo unaiangalia timu, umebakiza wachezaji wao wengi, karibia wote wa maana ambao walikuwa wanatumia msimu uliopita. Unaona msimu huu sasa ni msimu wa kufight. Msimu huu Simba kama abebi makombe lazima wanyoshe mkono kwamba Simba kama abebi ligi kuu msimu huu. Mimi mwenyewe nitakuwa kwanza kuonyesha mkono kwamba nitaamini wamefeli, kwa sababu unaona ni wakati ambao tayari wao kudeliver. Wameshatengeneza kila mazingira wao kuwa mabingwa kwenye ligi. Kwa hiyo wana kazi ya kupambana. Hata kama wapinzani wao watakuwa vizuri kiasi gani, hizo ni issue ambazo tutaziachia ligi ikishaanza kuna tutakapoona. Kimataifa watabidi wavuke group stage. Kwa hiyo unaweza kuona mashindano karibia yote kuna uhitaji wa kufanya vizuri. Huko wenye uhitaji wa kufanya vizuri, manake sasa lazima uwe na upana wa kikosi ambacho kinaweza kumudu hayo mahitaji. Kwa hiyo sio lazima ni mchezaji haya anacheza mashindano yote. Anaweza kama anacheza mechi za ligi kuu huku nyingi za maana,
au baadhi ya games za CRDB Confederation, huko wao wengine wakaendelea kupata nafasi huko na huko, inaweza kawasaidia. Moja ya sifa ya timu inayofanya vizuri nasema pia uwe na bench ambayo ni pana, linakizi mahitaji pia ya kiufundi wachezaji wanaoanza na wanaotoka, kidogo wanaweza kumpa mwalimu mahitaji yale ambayo amekuwa anahitaji. Hiyo ni kuhusiana na mchezaji ambaye inawezekana ndo alikuwa anasubiriwa, namba 6 iliyokuwa inasubiriwa, inawezekana ndio kwa Selemani Mwalimu au sio alisema hivyo. Selemani bado almost 6 disha alifunga. Na Kante hajatambulishwa, lakini wamesema bado ni mchezaji wao na watatoa taarifa, japo rada zinaeleza kwamba kuna timu zinamtaka Kante. Wanataka kwamba kama wanatamani kama yuko available bora amrudishe. Sawa, yeye bado ni mchezaji wa Simba, licha hizo tetesi kwamba nyota yao anaweza kaondoka, lakini wengine wote wakina Kasari, Neo wote wapo. Akina Hamza wapo, akina Nangu, akina Yakubu washindo wao sasa. Limpanzu, Yakubu Suleiman. Washindo wao sasa. Amepona Yakubu. Sasa anarudi. Okay. Kwa hiyo mambo yalikuwa mengi, watu sijui kwamba kina Loemba inabidi apite mlango wa kutokea, lakini yupo na mdau yupo anapasha misuli moto. Kuna mtu amenong'oneza eti Loemba ndo mchezaji ametambulisha taratibu. Kwamba Loemba yani imeona comment mahali huko ila watu kwamba Loemba ndio mchezaji katambulisha taratibu. Yani kwamba hajapigiwa ile mikiki. Watu bwana wakiwa na ajenda zao kwa mtu. Wanatafuta kila sababu. Nyingine wanasema haina comeback, ndio ile goli la Chama kwenye utambulisho wa Chama limepigwa ile bao la dabi ya Kariakoo pale. Ile no. So wananchi kesho shangaa wanakuja na 5 zile. Mimi ninavyojua. Kwa kushindana mimi na wakubali sana. Wewe tulia kesho uone. Kwa kesho watu hawakai kinyonge. Hawawezi. Yaani una uhakika hawawezi. Kwamba mdau watu watakuwa wanapika vitu. Hizi timu wao zinaga jambo dogo. Wao majambo madogo hawana. Sasa kwenye speech ya Mo pia ampiga speech na moja pia kitu ambacho amekizungumzia pia ni ishu ujenzi wa uwanja. Ishu ujenzi wa uwanja, lakini pia amezungumza pia kwenye ishu ya mabadiliko ile. Sasa hivi kwa bahati mbaya mabadiliko tuliyoanza muda mrefu hadi leo hayajakamilika. Kila kukicha unasikia sababu, mara katiba, mara serikali, mara wanachama. Ndugu zangu wana Simba, mpaka lini hayo? Na wana Simba wamekuwa wakiambiwa mambo mengi kuhusu mimi, mara stoi hela, mara nazuia kadi za wanachama, lakini nimechagua kukaa kimya. Huyo ni Mo.